Mwongozo wa kujifunza Biblia, robo ya kwanza ya mwaka 2026. Kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Hili ni somo la kwanza, twaudhiwa bali hatuachwi, na leo tunaenda kuiangazia siku hii ya Ijumaa, Januari 2. Jifunze zaidi. Mungu amekuchagua upate wokovu kwa njia ya utakaso wa roho na kuiamini kweli. Kwa hiyo simama imara. Ukimtumikia Mungu kwa uaminifu, utakutana na chuki na upinzani. Lakini usikasirike unapopitia mateso isivyo haki. Usilipize kisasi. Shika sana uadilifu wako katika Yesu Kristo. Kaza uso wako kama gumegume kuelekea mbingu. Acha wengine waseme maneno yao wenyewe na kufuata matendo yao wenyewe. Wewe unapaswa kusonga mbele kwa upole na unyenyekevu wa Kristo. Fanya kazi yako kwa nia thabiti, kwa usafi wa moyo, kwa uwezo na nguvu zako zote, ukiutegemea mkono wa Mungu. Asili ya kweli na iliyotukuka ya kazi yako unaweza usiijue. Thamani ya kuwa wewe inaweza kupimwa tu kwa uhai uliotolewa ili kukuokoa. Kwa kila nafsi inayokuwa ndani ya Kristo, kutakuwa na nyakati za mapambano ya bidii na ya muda mrefu. Kwa maana nguvu za giza zimekusudia kupinga njia ya kusonga mbele. Lakini tunapotazama msalaba wa Kristo ili kupata neema, hatuwezi kushindwa. Ahadi ya mkombozi ni sitakupungukia wala kukuacha. Mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ellen G. White in the Youth Instructor, Novemba 9 mwaka 1899. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Paulo alitiwa kifungoni mara kadhaa, siku zote bila haki. Unaonesha mwitikio gani unapotendewa isivyo haki? Ni ahadi gani za Biblia unazoweza kupendekeza kwa nyakati kama hizo? Swali la pili. Kuhusu mateso ya Wakristo. Tertullian, kiongozi wa kanisa la awali, alisema, kadiri mnavyotuua zaidi ndivyo tunavyozidi kuongezeka. Damu ya Wakristo ni mbegu. Wakati huo huo, mateso katika baadhi ya maeneo na nyakati yamezuia sana kazi ya kanisa. Ni kwa njia zipi tunaweza kuwategemeza wale wanaoteswa kwa ajili ya imani yao? Swali la tatu na la mwisho. Fikiria juu ya fungu la kukariri la juma hili kwa kuzingatia shida alizopitia Paulo. Furahini siku zote. Hilo lina maana gani? Tunapaswa kufanyaje kuhusu hilo? Mtu unayempenda ni mgonjwa au anakufa. Unapoteza kazi yako. Unayo maumivu makali ya mwili. Huenda ufunguo wa kuelewa hili ni kuuliza, furahini siku zote katika nini? Yaani, haidhuru tunapitia hali gani, tunaweza kufurahia nini siku zote? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo tunafikia tamati ya somo la kwanza la robo hii. Somo linalosema twaudhiwa bali hatuachwi, Disemba 27 hadi Januari 2. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.